Asante Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu wa chama chetu. Asante sana Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama John Mnyika. Naona leo tuko na Dr. Karibu sana. Habari ya kwako baba? Mimi niko mzima. Ndio. Chache zilizopita afya ilitendeka Mungu nimerudi sawa. Okay, asante. Dokta, ulikuwa katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo mwaka 2004 nadhani, lakini ulijiunga na chama mwaka 95. Tunapenda kusikia simulizi yako leo. Namna gani, kwa nini uliingia Chadema, lakini ulivyohudumu nafasi ya ubunge na kushiriki vikao mbalimbali vya chama mpaka ukawa katibu mkuu wa chama, na leo tunasherehekea kumbukizi ya miaka 20 ya Chadema kuzaliwa upya, ambako kama alivyosema naibu katibu mkuu, tulitoka kwenye bendera hii hapa tukaja kwenye bendera hii, chama kikapata katiba mpya, mabaraza ya chama yakaanzishwa. Wewe ndio ulikuwa katibu mkuu, ndio ulikuwa mtendaji mkuu wa chama wakati mambo haya yanafanyika. Tungependa utupitishe kwenye hiyo simulizi yatokea kabla ya mabadiliko yajafanyika, wakati yanafanyika, nini mliona hiki kinapaswa kibadilike sasa hivi mpaka katiba mpya ikapatikana ya chama na kuendelea mbele. Karibu sana. Asante sana. Naomba niweke silaha zangu chini kwa sababu nilikuwa nimejiandaa kwa sura tofauti. Lakini hamna kilichoharibika. Karibu sana. Iko Sawa. Tulienda kama ulivyosema, ni kweli mabadiliko yalifanyika mengi kipindi nikiwa katibu mkuu, nikiwa na vijana wangu kazi hapa. Sawa. John Mnyika, katibu mkuu anaweza kubeba sifa, lakini katibu mkuu kazi yake ni kuagiza, nenda nifanyie hiki, nitengenezee hiki. Kazi yote alifanya John Mnyika. John Mnyika, nadhani Chadema ina mengi ya kumpongeza. Kwa sababu gani? Kumbuka wakati tunafanya haya mabadiliko, tulikuwa tunatengeneza sera, tulikuwa tunatengeneza ilani, tulikuwa tunatengeneza katiba yenyewe. Yule kijana ile kichwa chake, mimi nafikiri tumshukuru Mwenyezi Mungu. Najua mimi binafsi nina deni na Mnyika, sitalisema hapa, lakini nishamahidi kwamba nina deni. Ile deni hakika tutatafuta namna ya kulitekeleza siku fulani. Sasa wakati huo, kama mlivyoonyeshwa hapa bendera yetu, na siwezi kusema ni mbaya. Ile bendera ndio hiyo, baba yako ni mama yako tu, hata hawezi si baba yako ni mama yako tu. Huwezi kumgodi baba mwingine au mama mwingine kumgodi kufanya ubaya. Wazee wetu walitupatia ile bendera, kama mlivyoona ina rangi moja tu na vidole viwili. Sisi tulifurahia, tulikuwa vijana wakati huo, tulifurahia sana, lakini haikutuchangamsha. Mnyika na vijana wenzake waliona hii bendera iko dal. Samahani nikitumia, sio kwa maana ya ubaya wa hilo neno. Vijana daima wanataka vitu vilivyochangamka. Vijana hata hapa tukikaa kimya hawafurahi.
vijana wanataka kurukaruka saa zote. Ndio maana bendera mpya iliyozaliwa, nadhani leo hata vyama vikongwe vinaifurahia ile bendera yetu. Imechangamka, bendera yenyewe inaongea. Ile nyingine ya kwanza ilikuwa haiongei. Najua tulipata ugomvi na Mnyika ndiye alihimili sana ule ugomvi, pamoja na Mheshimiwa Mbowe wakati ule, kwa sababu mkitazama bendera yetu ya leo, sijui kama hapa iko hii hapa. Sasa ukitazama pale kuna vidole viwili, lakini mwanzoni kulikuwa na dhamira ya kuwa na ngumi, ili tukisema People's Power ni chama cha mapambano. Chama cha mapambano, huwezi kwenda kukomboa nchi kama upambani, huwezi kushinda kama hamna. Kwa hiyo ngumi ikatuletea ugomvi mkubwa sana wakati ule. Wazee wakasema, sasa nyewe vijana mnatuletea vita. Lakini Mnyika hakuogopa, hakurudi nyuma, na akaitetea kweli kweli. Bahati nzuri tulikuwa na wazee pia wakati ule ambao walipiga kifua na haya Center left party wengi walikuwa hawajui. Na nadhani hata leo tukiulizana hapa wangapi wanajua kitu kinachoitwa center right, center left party. Sijui wangapi hapo watashinda mtihani. Naomba tupigie makofi katika wao ndio vijana, wao ndio wanaleta mawazo, wanafanya utafiti, wao ndio katika mkuu ni kazi yangu ilikuwa kupokea tu sifa. Nilijaa sifa ndani ya Tanzania kwa kiasi fulani wakati ule. Kwa mapambano haya, ukitazama katiba ya Chadema, lakini haikuishia tu kwenye sura. Haikuishia kwenye sura. Actually, ukitazama kwa undani sera za Chadema, hata sisi tulichallenge. Ilikuwa chama dogo. Lakini kama ingekuwa tunaenda kushindana kwa sera, sisi tungeweka pembeni. Na wengi wenu wala hamjui, sina hakika kama bado ipo. Mnyika labda atanisaidia kama ile barua ya Mwalimu Nyerere bado tunayo. Mwalimu Nyerere alituandikia barua akiisifu Chadema kwa kuwa na sera bora. Nitajaribu kumuuliza Mnyika wangu baadaye na kina Antonia, nimemwona sekretari wangu wa enzi zile. Ile barua naamini bado tutakuwa nayo mahali fulani. Lakini tulipata barua ya Mwalimu. Hakuna chama baada ya yeye alikuwa na sifu chama chake CCM, sio? Lakini sisi ndio chama ambacho ilikuwa kwenye moyo wake. Jambo ambalo ilituweka kwenye ngazi ya juu tokea wakati ule. Kwa hiyo jambo moja kubwa ambalo lilitunyanyua haraka, sisi ni chama kipya. Chama kinaanzishwa na kusajiliwa 92. Alafu ghafla Watanzania wanaipokea. Ni kwa sababu ya vichwa vya hivi vijana walioletea ubunifu mkubwa wa kuanzia na sura ya bendera yetu. Ubunifu mkubwa ulioanzia na hii bendera. Kuna sehemu nyekundu pale, sijui kama umeiona. Ndio. Tukafitiniwa sana. Tulifitiniwa sana kweli kweli kwamba mnataka kumwaga damu. Nyekundu ni alama ya damu, sio? Kwa Chadema mnatuletea vurugu, mnataka kumwaga damu. Wale vijana na kamati zao walipokaa, kulikuwa na kamati kadhaa. Mnyika ningetamani kama ndicho mlichotaka ningerudi kwenye kumbukumbu, lakini mimi nimeandaa kitu tofauti. Sasa jukwaani lienda analeta kingine. Lakini
akili ya vijana wetu ilikuwa inachemka toka mwanzo. Wakatuambia, jamani, mnadanganywa. Kwani majimaji wazee wetu hawakupigana? Wazee wetu si walienda kwenye vita? Kama walienda kwenye vita, kwa nini tusiwape heshima hawa wazee? Walienda kwenye vita wakapigana, na leo tumekuta nchi yetu iko salama kwa sababu ya wazee wetu waliopambana. Wasingepambana leo, labda Mjerumani angeshachukua sehemu. Labda Mbelgiji kama alivyochukua kule Rwanda na Burundi kule. Labda Mbelgiji naye angechukua sehemu yote ya magharibi ya Tanganyika wakati ule. Lakini vijana walisimama wasema, bado hiyo rangi nyekundu hiyo tunaitaka, na rangi nyekundu ni ishara kwamba wazee wetu hawakukubali na unyanyasaji, wakamwaga damu yao, ndio leo sisi ni nchi huru. Kwa hiyo rangi yetu ambayo sisi walitaka kuipotosha na kuipoteza, rangi yetu imebaki mpaka leo. Lakini kitu kikubwa zaidi ambayo mwanzoni nayo ilikuwa ngumu kueleweka na kilipingwa, na hii mpaka leo watu wa CCM hawaipendi, hii sehemu ambayo ina vidole viwili hapa. Vidole viwili vyenyewe kwanza vilileta utata mkubwa sana. Sisubutu hata kuonyesha maana ya vidole viwili hapa. Sijui vijana nadhani wataelewa. Watu wazima nikitamka utanifukuza hapa mara moja. Sasa achana na vidole viwili. Chukua weupe. Weupe maana yake nini? Nini? Weupe ni nini? Sasa weupe, usafi. Kwenye madhehebu ya dini, mimi ni padri wa kanisa Katoliki mstaafu. Wengine hawajui kumbe. Nilikuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu mpaka mwaka wa 90 tulipompokea baada ya papa, nikaondoka. Na niliondoka kwa principle moja tu. Nikawaambia maaskofu wangu, theolojia mnayotaka kuniambia leo sio theolojia mlionifundisha nikiwa seminari. Kwa heri, naondoka. Kwa sababu niliibiwa. Wakati ule haikuwa hela nyingi sana. Waliiba milioni 18 tulizogundua mwanzoni. Wakaenda kujenga baa moja kubwa sana kule kwenye makao ya jeshi kule. Unapoenda pale airport, mbele kidogo kuna barabara kwenda kushoto. Okay. Sasa siri ya kuondoka sio hiyo. Siri ya kuondoka, kumbe niliyemwajiri mimi bila kujua ni mdogo wa baba askofu. Sasa baba askofu akaungana na wenzake, nikabaki na mwenyekiti wangu Askofu Isuja na Askofu Lebu. Wale ndio walinishika. Lazima hawa wameiba, tuwapeleke mahakamani. Wale wengine wote wakasema hapana, hatuwezi kuwapeleka mahakamani. Sasa the story is longer, sitaki kueleza hiyo, sio mada yetu. Sahihi kabisa. Lakini matokeo yake nini? Kaambia maaskofu, mimi sasa theolojia ya kanisa Katoliki niliyojifunza inaniambia, na ndio dhambi pekee. Bahati mbaya watu wengi wanafikiri kuzini ndio dhambi kubwa katika madhehebu ya dini yetu. Kumbe dhambi kubwa ni usiibe. Kwa sababu ukiiba ukaenda kuungama kwa padri, anakuambia rudisha kwanza ulichoiba, alafu ndio kaungama. Umeshairudisha. Kwa hiyo nikamwambia haya, asanteni, kwa herini. Msingi wangu ulikuwa huu. Sasa maana yake nini hiyo? Sisi tumesimamia misingi thabiti. Na huo msingi thabiti kama nilivyoeleza, usafi wa moyo, nyeupe. Nyeupe ndio alama ya utakatifu. Hata mkienda makanisa karibu yote ya Wakristo, hata kwa Waislamu sina hakika sana, sijaingia msikitini nikaangalia sana. Sijacheki. Sina hakika kama alama nyeupe. Lakini kwa Wakristo wote alama nyeupe ina maana. Chadema, kina Mnyika,
kwa kuongozwa na Mwenyezi Mungu wakatuwekea nyeupe, ikafuta hata ile alama nyekundu wenzetu waliotaka kutupiga nayo, ile ikafunikwa kwa sababu tuna nyeupe, usafi wa moyo. Na ndio maana Chadema mpaka leo, mpaka kesho itasimama, kwa sababu angalia nyeupe inavyopendeza. Nyeupe ikiwepo mahali, na amani inakuwepo, upendo unakuwepo, na Mungu anateremka kutoka anakoishi. Naamini Mungu anaishi mbinguni, anateremka anakuja kukaa na yeye, kwa sababu yeye ni watu wa amani. Sera zetu, nadhani kama sikosei, ibara ya 7. Mnyika, kama nimeisahau nisaidie, au ya 5 kama nimesahau. Siku hizi nimesahau, sisomi sana. Kuna watu hawajui kitu tunachoita center right na center left. Katikati kulia, katikati kushoto. Sawa? Ndio sera za dunia nzima zimegawanyika hivyo. Lakini Tanzania bahati mbaya hatukufundishwa sana hayo mambo. Hata sisi Chadema hatukufundisha sana watu wetu. Na nakiri kwamba ni kweli hatukufundisha sana watu wetu. Lakini maana yake nini? Kuna watu wako katikati, uchumi wao ni uchumi huria. Lakini uchumi huu huria hauegemei kwenye socialism kama ya Nyerere. Ya Mwalimu, yeye, kama kuna Wakatoliki hapa, nadhani mnajua kwamba kuna wengine saa hizi tunakazana kumtangaza Mwalimu kuwa mtakatifu. Nadhani watu wa Dar es Salaam mnajua hilo. Pamoja na matatizo yake mengi, yale ni matatizo yake yeye. Unapotafuta mtakatifu katika kanisa Katoliki, kuna vitu vya kuangalia. Kwa hiyo ule utakatifu wetu, ile sera yetu peke yake inatudistinguish, inatuweka pembeni ukitulinganisha na nchi nyingi. Ile sera inatuweka. Na ndio maana tunapopiga kelele leo, na uhalali wa kupiga kelele leo, tunapopiga kelele, serikali yetu inazungumzia ujenzi wa barabara, ujenzi wa reli, sio? Lakini watoto wetu wamekufa. Na hatusemi reli ni mbaya, hatusemi sio muhimu, barabara hatusemi sio muhimu. Vyote hivyo ni vitu muhimu, sio? Lakini ni juu ya utu wa binadamu. Utu wa binadamu uko juu kuliko kitu kingine chochote mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa sisi tukasimama kwa sababu sera zetu za kati, pamoja na wahisani wetu mbalimbali. Sina hakika, sijaangalia listi ya mwisho sasa hivi wahisani wetu kina nani. Lakini kwa muda mrefu sana tumekuwa na watu wa conservative wa Uingereza, tumekuwa na watu wa Ujerumani, tumekuwa na watu wa Uholanzi, wote sera zao na sisi zinalingana. Sisi mkajaribu kutusumbua siku moja, sijui Mnyika kama tulikuwa pamoja. Ile siku sitaisahau. Nifanya semina pale Bagamoyo. Kinana amekazana kabisa. Ananiambia, kumbe nyewe mnaleta wageni hapa, alafu mnatuuza nchi. Sasa tumeenda kwenye chai. Sisi tuko chumba hapa. Sisi mna watu wa socialist wa Uingereza wako hapa. Kumbe na wewe una watu hapa. Mbona ulikuwa unanivamia? Mbona ulikuwa unanisema? Tokea pale Kinana hakurudi tena kutusema Chadema. Kwa sababu tulimfundisha kwa matendo. Lakini mimi sijui kama ni akili yetu ilikuja au Mungu alituonyesha. Mimi naamini ukimfumania mtu kuna mkono wa Mungu pale. Dokta, kabla hujahama kwenye pointi nyingine, Dio, kuna kitu umekizungumza kwamba kati ya vitu ambavyo vilibadilika ni ule mrengo wa katikati kulia, ndio ikawa sera yetu mpya. Tulitaka kufahamu hapo awali mrengo wetu ulikuwa ni upi, na kwa nini mliamua kutoka kwenye mrengo huo na kuja huu mrengo wa katikati kulia? Labda nisingesema, labda nitakuwa nimekupotosheni kwa kusema kwamba tulikuja kupokea hii. Kumbuka Mzee Mtei
alikuwa gavana wa benki. Kumbuka Bob Makane alikuwa msaidizi wake. CCM ilikuwa na sera inayoelekea kwenye ukomunisti, ujamaa, lakini basically ni ukomunisti. Yeye ambao hamkuishi maisha kama tulivyoishi sisi, nadhani hata hutaelewa ninachotaka kusema. Mimi nimeishi pale Karatu kwa sababu vijiji vya mwanzo vya ujamaa vilianzia Karatu. Saa 12 asubuhi kengele inapigwa. Kijiji kizima mnapaswa kutoka, mnaenda shambani. Na shamba ni la pamoja. Hakuna shamba la mtu mmoja mmoja. Mashamba yote ni ya jumla. Tunalima pamoja. Saa 5 asubuhi. Nimeishi hayo maisha. Sio nazungumza nimeyasoma, hapana, nimeishi. Sisi tulikuwa na vijiji vitatu vikubwa sana vya ujamaa Karatu. Majina si muhimu kwa sababu hamtayashika anyway. Sasa wakati huo tuliishi ule ujamaa kama ulivyo China na ulivyo Russia ya wakati ule. Kwa hiyo mali yangu ni mali yako. Hakuna mtu anayekuwa na shamba lake peke yake. Sasa saa 5 kengele inapigwa, mama anarudi nyumbani kwenda kuwapikia watoto. Ujamaa kabisa kama watoto wa shule. Saa 7 kamili tunaenda kula nyumbani. Saa 8 tunarudi kwenye shambani tena. Ratiba kama watoto wa shule. Mtei na Bob Makane hiyo sera walikataa. Okay. Sera yetu ni sera ya uchumi. Kule mwanzoni sera ya uchumi haikuwa very clear katika documentation ya mwanzo. Mwalimu katika barua tuliyopata, ile barua niliyosema kwamba mwalimu alituandikia barua, moja ya vitu alivyotusifu Mwalimu Nyerere ni sera nzuri ya Chadema. Kwa maana hii sera ya kati, haiendi extreme wala extreme ya upande ule. Okay. Kwa hiyo tangu wakati wa mzee Mtei na baba yetu mzee Makane. Okay. Ilikuwa ni mlengo wa kati. Mlengo wa kati. Okay. Ndio. Kwa nini mliamua iwe kati kulia sasa? Kati kulia, ukienda sasa kwenye undani wa hizo sera kwa wenzetu. Kati kulia ndio viongozi wale kama kina Trump. Tanzania, na kama mnajua sijui, sisi rafiki yetu Marekani ni Trump. Sisi partner wetu Marekani ni chama cha Trump. Watu wengi hawaielewi hiyo. Na ndio maana Chadema kwa muda mrefu sana makao makuu ya DUA yalikuwa Tanzania. Kwa muda mrefu sana. Okay. Sikumbuki tuliacha. Kwa sababu hizo kwamba sera zetu ni kati kulia. Okay. Okay. Sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu mstaafu wa Chadema, tukapata hiyo katiba mpya yenye falsafa mpya ya chama na mabadiliko kama hayo yaliyofanyika. Wewe uliona yana manufaa gani kwa chama? Yaani kweli uliona mabadiliko hayo yalikuwa yanatija na haujawahi kujutia hayo mabadiliko mlioyafanya? Au kuna mfanya mabadiliko mkaona no, japo tumefanya mabadiliko lakini nadhani kufikiria vizuri? Mbele ya Mungu, bahati nzuri mimi nimesoma Ulaya. Baada ya seminari nikapelekwa Roma, nikapata PhD yangu kwenye sheria za kanisa Katoliki. Lakini katika kipindi hicho cha kukaa Roma, nimeishi Ujerumani, nimeishi Netherlands, Uholanzi, nimekaa Austria vile vile. Nimeishi na kuona kwa matendo hizi sera nazosema, sera za kati kulia, kati kushoto, na nikazitenganisha. Leo ukienda ukiishi Ulaya,
Na bahati mbaya nchi za Ulaya, hata wakati niko balozi niliziona kwa hali halisi sasa, kwa sababu ndio nilikuwa nahusiana na serikali, sio nchi nyingi za Ulaya ambazo wakati ule zilikuwa upande wa komunisti, kimsingi wameshaondoka huko. Wamehamia kuja kwetu sasa. Na ndio maana hukuti nchi za Ulaya leo zikiwa na serikali ya chama kimoja. Wale wenye vyama mbalimbali vinavyokaribiana kwa sera wanaunganisha nguvu yao. Wa mwisho sasa hivi nafikiri ni Denmark, ndio juzi wameunda serikali. Lakini wamerudi sana katikati. Na kwa sasa hivi nafikiri kama nimetafsiri inavyotakiwa, nadhani kwa saa hizi hakuna nchi hata moja ya Ulaya itakayotawaliwa na mrengo mmoja peke yake. Okay. Iwe ni kulia hawataki peke yake, iwe ni kushoto moja kwa moja nayo hawataki. Kwa sababu wamejifunza kwa shida. Lakini ukienda katikati center right inalinda binadamu, utu ule ambao na sisi tunasema tunaulinda utu. Center right inalinda utu. Priority ni binadamu, sio vitu kama kina Samia walivyo. Ni bahati mbaya, labda mimi pia nimekuwa influence na juzi alikuwa ananihoji mwandishi mmoja wa habari, ndio bwana nimeikumbuka haraka. Kuna kitu kinaitwa ahadi za mwana tano. Sijui kama nyinyi mlipitia. Wengine wamepitia. Ahadi za mwana tano. Wazee watakuwa wanajua kama mimi. Vijana kinalienda, bahati yenu mbaya. Hicho kitabu nakiogopa kabisa. Hapana. Nilimsomea mwandishi wa habari aliyekuja kunitembelea juzi tu. Tukipata muda siku nyingine nitakuonyesha. Sawa. Kwenye ahadi za mwana tano, kipaumbele ni binadamu. Binadamu wote ni sawa. Asante sana mamangu. Kwa hiyo sasa nchi za Ulaya ambayo hapa katikati zikashawishika kwenda left, upande wa kushoto, kwa maana wa komunisti, wa socialisti. Na kama mtakumbuka, Mwalimu alicheza mchezo mmoja mgumu kidogo. Mwalimu hakuenda kuwa mkomunisti moja kwa moja. Na hata wakati ule pale Karatu nakumbuka watu walikuwa wanamwambia, sasa Mwalimu, kama tunaenda kwa njia inayotumika Russia na China, mbona tunaenda kushirikiana hata wake zetu? Watanzania wakaanza kuogopa hilo. Na kule kwetu kuna shamba moja linaitwa mashamba ya hapa Kitete. Nadhani ndio ya kwanza Tanzania kuwa na combine harvester, matrekta na nini. Ukienda kwenye chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna publications inaitwa IDM au IPM au kitu cha nani, the Institute of nini, nimeisahau siku hizi. Wana kitabu kabisa IDS. Wana vitabu wameandika kabisa juu ya research waliofanya juu hiyo. Watu wakasema, sasa kama tunakwenda hivi, mke wangu atachukuliwa na mtu yeyote mwingine, utu wetu unakuwa wapi? Kwa sababu utu mahali pa kwanza kuonekana kwenye familia. Mahali pa kwanza. Pa pili ndio kwenye uchumi. Kwa hiyo sisi toka mwanzo tulikuwa waangalifu. Mwalimu akajuta haraka. Na bahati mbaya nilipata bahati moja ya kufanya kazi na Mwalimu tangu nikiwa katibu mkuu wa TEC. Kwa nilifanya kazi sana na Mwalimu. Na Mwalimu alikuwa anasema kabisa, ndio maana nasema mimi nafarijika kuwa kwenye consultation za kumtangaza Mwalimu kuwa mtakatifu. So ndio vitu unaenda kutafuta. Natazama hivi. Sasa Chadema haijawahi kwenda extreme. Toka kwa kina Bob Makani na mwenzake Edwin Mtei. Extreme ungeiona labda tungeendelea mbele. Alafu tukaenda sasa kama wale wa consultants waliokuwa natujengea walivyotaka. Na hiyo ipo kwenye kitabu kama sijasahau, kwenye kitabu kimoja cha chuo kikuu nilisoma hiyo, kwamba tulikuwa tunaenda extreme kama China ilivyoenda. Okay. Wakati tunakaribia kumaliza,
unaweza ukatukumbusha vitu viwili ambavyo kwanza vilikuhuzunisha sana, yani jambo baya sana liliwahi kutokea katika miaka hii 20 ya tangu Chadema kuzaliwa upya, na jambo zuri sana ambalo unasema hili kweli mabadiliko yale yalileta manufaa haya? Kwenye hayo mawili, chungu na tamu. Kwa hilo swali nadhani nitakwenda kutoa experience kwenye eneo ambalo la ubunge ambalo nimelifanyia kazi. Okay, karibu. Kwa sababu itaonyesha uhalisia wa serikali ya tano toka mwanzo mpaka mimi nilipoikuta. Mimi nilipofika nikawa mbunge mwaka 95, nilikuta wilaya ya Karatu haina maji. Ninaposema haina maji ni kwamba hata watalii, tangu enzi hizo Karatu ilikuwa na njia ya watalii kwenda Ngorongoro, sio? Watalii walikuwa nanawa na maji haya ya chupa. Sasa bahati mbaya, na nitaisema ilivyo, wala tusiogope. Tunapokuwa watu wazima mambo mengine tunasema. Sasa mimi nilipoingia, na sio credit yangu, mimi nilichakarika tu kutafuta wahisani. Bahati nzuri wakati naingia siasa, mimi nimeshakuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Nimeshajenga Bugando pale, nilishashughulikia Nyegezi, chuo cha ambacho sasa ni South, tulishashughulika kujenga na hicho. Kwa hiyo nilikuwa na wafadhili wangu. Kwa nilipoingia nikaingia na wafadhili, ndio maana hata walipokuja kuniomba watu wa Karatu, nikamwambia si nyewe mnachotaka ni mradi wa maji. Mimi sihitaji kuja bungeni kuwasaidia kwa maji, nitawasaidia kuwatafuta wafadhili. Wakaniambia hapana, tumeshachoka, tunachanga hela, alafu wanachukua mawe, wanapaka chokaa. Tunataka wewe mwenyewe uanzishe na wewe mwenyewe usimamie. Hiyo hoja ilinifanya nilegee na nikakubali, nikaenda. Sasa nimeingia kwenye ubunge, kitu cha kwanza kilichonikasirisha, cha kwanza kabisa, kuanzia mwaka 73 kwenye wilaya nzima, ukiacha kitawi kimoja tu cha bomba. Yaani huko wakati wa Uingereza kulikuwa na mabomba kadhaa. Lakini 73 ilikuwa imebaki bomba moja tu kwa wilaya nzima. Sasa nimekwenda kuangalia pale, naomba tuko wanawake na wanaume lakini msione aibu. Nilikuta watoto wangu wa shule wanabakwa. Watoto wa shule wanabakwa na wababa na vijana wakubwa. Nilikuta wamama bila aibu anapanda jukwaani na mtoto wake. Ananiambia, dokta, huyu mtoto wa maji. Sijui kama mnaelewa maana ya mtoto wa maji. Yaani wakina mama walifika kuweka mkataba na wanaume wanaoenda kuwachotea maji. Na wale watoto wamewabeba. Siku ya kampeni yangu, kampeni kubwa tuliyofanya, ni wakina mama walibeba ndoo za maji na hizi nani vyombo vya kuchotea maji. Sasa mimi nikaomba wale niliofanya nao kazi Bugando, niliofanya kazi nao Nyegezi, nikaomba, na bahati nzuri nilipokuja TEC nimefanya kazi nao. Kwa hiyo kaniambia sawa, tutakusaidia lakini tunaleta kwanza mtaalamu wetu. Wakaniletea mtaalamu, nikampeleka kwenye hiyo point moja ya bomba. Baba, tulikuta watu, yule jamaa mzungu alitoka machozi. Hiyo ilinitoa machozi. Sijawahi kutoka machozi tena kwa kiwango kikubwa kama hicho. Lakini cha kunishangaza zaidi, 2005, kwa hiyo toka 95 tulianza mradi wa maji mpaka 2000 tulikuwa na kilomita 5,000 za pipeline. Sina hakika kama mnaelewa maana ya kilomita 5,000 za pipeline. Bomba huwa inaenda hivi. Bomba hainyoki. Lakini mainjinia wanajua toto yote ilikuwa 5,000 kilomita. Nyang'anya mradi wa wananchi. Mwaka jana Mnyeka tulienda Karatu, sijui kama ulipata maji ya kuoga.
tumerudi kule kule kuoga na maji ya Kilimanjaro. Kwa sababu walichofanya ni kitu ambacho kwa kuangalia unafikiri ni kizuri. Walienda wakachimba ile bomba la line ya bomba ya kawaida ya wananchi. Alafu kuna sheria moja inasema waterway ni pale ulipochimba line ya bomba. Wanasema line ya bomba ni ya umma, sio ya kwako wewe uliyochimba. Kwa sababu sisi Karatu, sisi tulipopata maji yetu tukaregister kama kampuni. Iko Boma Ng'ombe, Uroki Boma Ng'ombe pia. Wana watu waliotoka Kilimanjaro. Kwa hiyo walipokuja wakachukua ile line ya wananchi. Juzi nimetoka Karatu, hakuna tone la maji. Matatizo bado yako pale pale. Sio yako pale, ni mbaya zaidi kuliko ile ya 95 wakati tunajenga. Kwa hiyo ndio maana imeniumiza. Tulishaondoa watu kwenye shida, tumetengeneza mradi wa bomba wa kilomita 5,000. Lakini leo kwa siasa mbovu ya chama kimoja tu, ile kila kitu tumepoteza. Okay. Dr. mimi ni kushukuru sana kwa kuwa na sisi hapa leo na kupata simulizi yako nzuri kabisa. Asante sana na kushukuru sana wewe. Na mshukuru sana Mnyeka kijana wangu. Ndio. Mnyeka, mimi nitaenda kuungama kwa niliyokukosea. Yeye anajua. Wanasema mkubwa akosei. Ni kijana wako na ulimwagia sifa kemkemu hapo. Kwa hilo nililomfanyia kweli naungama. Okay, sawa. Basi asante sana Dr. Asante sana, Mungu awabariki. Tuendelee kuwa na mjadala mzuri zaidi. Okay, asante. Mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube channel. Wakili TV, kitovu cha sheria.